Tunaenda kuishuhudia room namba 3 ambayo ni tafsiri ya safari iliyobeba ndoto za Bwana Yusuf Kilungi, wengi tumezoea kumuita Mbosso. Na hii ni mara baada ya tasnia kumfahamu kupitia muunganiko wa vijana wanne machachari kabisa kuwahi kutokea katika kiwanda cha muziki wa Bongo Flava, ambao safari yao ilianzia pale katika kituo cha kukuza muziki kwa Mkubwa Fera, na wakatoa hit ambayo aliipa jina la Ya Moto, ambayo hiyo hit ya Moto ndio iliwapa jina pia la kundi ambalo liliitwa Ya Moto Bendi. Hiyo ni room namba 1 ambayo mimi nimeitafsiri hivyo, yani ule Maromboso ambaye baada ya Moto Bendi kuferi akakata tamaa kabisa ya harakati za muziki. Baadaye WCB Wasafi wakamuona pale, na historia inajieleza kabisa. Diamond Platnumz alikuwa ni shabiki namba 1 wa Maromboso tangia dogo, yuko anafanya kazi pale Mkubwa na wanae, so ilikuwa ni rahisi zaidi kwake kuweza kusinya pale WCB Wasafi. Unaambiwa ilikuwa ni siku moja tu amefika ofisini, wakazungumza wakakubaliana, na siku hiyo hiyo jamaa akasinya mkataba wa kuanza kufanya kazi na WCB Wasafi. Hiyo ni room namba 2 ambayo ilianza mwaka 2018 baada ya safari mpya ya Mbosso Khan kutoka Maromboso. Inawezekana akawa na historia nzuri sana chini ya WCB Wasafi. Kwanza ni miongoni mwa wasanii ambao ameweza kusimama kutoka kwenye kundi, lakini na kuweza kuwa na mafanikio makubwa kwa miaka zaidi ya 7 ambayo alikuwa pale WCB Wasafi. Na mzungumzia Mbosso ambaye anamiliki tuzo tofauti kupitia hizi mitandao ya kustream na kudownload muziki. Inawezekana pia ikawa sio historia nzuri sana ya Mbosso akiwa WCB Wasafi, kwa sababu hajabahatika kuwa na idadi kubwa ya matuzo ambayo aliweza kuyachukua akiwa WCB Wasafi, licha ya mangoma back to back aina tofauti ya muziki ambao amewaletea mashabiki zake. Amefanikiwa kumiliki albamu yake ya Definition of Love, lakini pia ametoka na EP moja akiwa WCB Wasafi. Room number 3, mimi ni miongoni mwa mashabiki wakubwa kabisa wa Mbosso ambao naisikilizia nione itakuwa ina kitu gani cha ziada. Maisha nje ya WCB Wasafi, miezi 5 tangia ameachia track yake ya mwisho ambayo ilikuwa ni Januari 2025. Hatimaye room namba 3 inamleta Mbosso ambaye anajisimamia mwenyewe, inamleta Mbosso ambaye ni mmiliki wa Khan Label. So mimi ni miongoni mwa watu ambao nasikilizia nione hii mchongo itakuwa ni vipi katika room namba 3 ya Mbosso Khan. Mimi naitwa Blenga na hizi ni info za Blenga.